ukiamini katika unachokifanya kwamba hichi kinaweza kukanisogeza, huhitaji kutumia nguvu sana. Mimi kwanza huwa naamini katika ninachokifanya. Mimi ndo nitakuwa mtu wa mwisho kama sio Magoli, kama sio mwenyekiti wangu wa klabu kwa maana ya Murtaza, umenielewa? Kama sio mwekezaji na watu wengine wote, mimi naamini Simba ni champion mimi wa ligi. Mpaka nukta ya mwisho kitapopigwa kipenga sasa, champion mwingine ndo nitakapoanza kujibu hizo hoja. Kumbe ukiamini katika unachokifanya kwamba hichi kinaweza kukanisogeza, huhitaji kutumia nguvu sana. Mimi kwanza huwa naamini katika ninachokifanya. Mimi ndo nitakuwa mtu wa mwisho kama sio Magoli, kama sio mwenyekiti wangu wa klabu kwa maana ya Murtaza, umenielewa? Kama sio mwekezaji na watu wengine wote, mimi naamini Simba ni champion mimi wa ligi. Mpaka nukta ya mwisho kitapopigwa kipenga sasa, champion mwingine ndo nitakapoanza kujibu hizo hoja. Yes, bwana Sefu, tumekutana tena ndani ya New Tanga Segera. Kwanza mambo ni aje ndugu? Bwana, nimshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa hizi kinaendelea vizuri. Na pia tushukuru muda huu ambao tunao, tuko katika likizo ndogo ndio maana tumeona leo tuwaite New Tanga Segera sasa tuzungumze likizo ndogo, matukio na tuna nini hapa New Tanga Segera. Naam Abdallah. Kwanza kabla ya kwenda kuzungumza matukio ambayo kipindi hiki cha likizo kwa maana ligi kuu Tanzania bara tupo kwenye mapumziko, mimi nataka tugusie kwanza hiki ambacho kimetuleta hapa leo, siku ya leo. Kwanza tuwaambie wadau, si ukiacha mpira, Simba Fans TV umenielewa, inajihusisha na michezo kwa ujumla. Yaani wana Simba sio dhambi kuwa wako katika ngumi, sio dhambi kuwa wako katika cricket, sio dhambi kuwa katika basketball na vitu vingine. Kwa hiyo leo tumewaleta hapa kwa maana Mungu akipenda kesho mapema kuanzia saa 12 mapema kabisa. Usiku usiokote nazi. Usiku usiokote nazi, sije kukuta ya Mwakinyo na wale kijana. Umeelewa vizuri? Saa 12 sisi tutakuwa tushaanza, maana yake tunamsii mdau wetu, yani saa 10 tukutane hapa. Yaani ndio umechelewa. Wakazi wa Tanga tukutane hapa, yani saa 10 tukutane hapa New Tanga Segera. Nadhani nyuma yangu unaona, yani sina haja ya kujieleza sana. Lifuko ndio Lifuko Boxing Promotion ya mkurugenzi Salum imetukutanisha hapa na itatukutanisha hapa. Cha kwanza watu watakuja kuona ladha ya mabondia mashuhuri. Naamini mimi kwa hesabu ambao wamenipa mkurugenzi tutakuwepo mpaka saa 12 alfajiri. Yani saa 12 jioni hadi majogoo. Mpaka saa 12 alfajiri. Yani ukija na mama mtu, yani mama mtu akirudi nyumbani akwambii tena unitoe. Yani hana shida ya mtoko kwa sababu usiku mzima alikuwa anaangalia vitasa. Lakini sio pia tutakuwa na wasanii, sio vitasa tu. Yani kuna muda watu wataangalia ngumi afu wanapumzishwa. Wanakuja kuangalia wasanii. Sasa jukumu la wasanii nani na nani atakuwepo, PA iko mtaani. Mimi niwakaribishe. Yani mimi kuna ile ukisema sijui watu wanasema ndio hamu ya mtu inafanyaje? Mtu anapata hamu ya kuja. Mimi sisemi hivyo, wewe njoo uone wasanii watakayekuwepo. Inawezekana hujawahi kuona hata mara. Salum kafanya balaa sana kipindi hiki. Na mimi nimeambiwa tunza. Kazi hii ni ya watu wengine. Wewe waambie watu wafanyaje? Waje. Mimi nawaita watu waje. Utakuja kuona wasanii, utakuja kuona mabondia mashuhuri kweli. Na ngumi zitakuwepo kweli kwa sababu wamechukuliwa vijana ambao wanataka na wao kusogea. Wamechukuliwa vijana ambao wanataka majina. Umenielewa? Nyuma yangu nadhani katika bampa utaonyesha tu hapo, watawaona watu walikuwepo, utagundua kwamba hawa jamaa wamejipanga kweli. Lakini bila kuwaficha waambie tu kwamba kijana wao Habibu Pengo pia ndio maana mimi nimesema nyuma ya bampa. Unajua mimi naogopa kuanza kutangaza. Afu watu si watakuja kwa sababu ya Habibu Pengo. Watu watakuja kuona ladha kutoka kwa watoto wengine. Yaani kuna vijana mimi nawafahamu wanajua ngumi kweli. Mimi sitaki kumaliza uondo, PA mtaani matangazo wataona, ila ufahamu wa vijana hawajawafahamu, njoo uangalie brother. Utojuta kwa shilingi 5,000 umekaa nani hapa mzunguko, 10,000 na 20 umekaa VIP brother, unatumia ngapi? Umenielewa? Ukiwa wewe na mkeo 40 umekaa VIP. Umenielewa? Mmeagiza bia 2-3 sikukuu yani. Ulijipanga yani mwezi mzima, sio kweli. Sio kweli, watu wasogee kuja kuangalia ngumi. Na mimi nina imani Tanga ndo ngumi ilikozaliwa. Tanga ndo iko ngumi. Umenielewa vizuri hata ukijana Champions sasa pamoja na changamoto wanazopita na nini, lakini asili ni mtu wa Tanga. Kulikuwa na kina Mwambea au umenielewa au kina Rashid Matumra, yani hao ni asili ya watu wa Tanga. Tanga ndo ngumi ilipofanyaje waje New Tanga Segera. Location yake ni hapa ndani ya Segera. Yoyote stendi ya Segera ndani ndo iliko New Tanga Segera. Waje kwa pamoja tuje kutazama ngumi. Simba nitakuwepo mimi hapa. Nitakuwa na kampani yangu kubwa sana. Siwezi kuacha kuja kuangalia ngumi.
Kwa hiyo ukija utakutana na ladha. Na sio kina Seif Simba, akawa kina Seif Simba kutakuwa na wengine. Kuna watu wengi hujawaona, njoo basi. Hawaimbi hawafanyi nini, lakini ukija utakutana naye, hata huyu naye yupo, lazima tufanyie mwaliko. Ni hilo Abdallah. Bana, mimi nashukuru sana na naamini kwamba watakao kuja hapa hawatojutia mtoko wao wa sikukuu. Huu mtoko wa kijanja bana. Twende kwenye kubwa zaidi ambalo pia ni sehemu ya majukumu yetu, ni sehemu ya kazi yetu. Nafasi ya pili ligi kuu Tanzania bara mbele ya mtani ambaye anaongoza kwa alama 2. Ligi inasimama kupisha ratiba ama kalenda ya FIFA. Nini wana Simba kwa sasa wanapaswa ama tunapaswa kufanya katika kipindi hiki kuelekea mechi 5 za mwisho ambazo zimebakia ili kujua hatima yetu mara baada ya mwisho msimu? Mimi bado, unajua mimi ndo nisemeje, ni kiumbe ambaye nitakuwa wa mwisho kukata tamaa katika jambo lolote lile. Kwa nini? Napenda kuishi katika kitu ambacho nakiamini. Mimi mzee wangu aliniambia, ukiamini katika kuuza karanga kwamba karanga itakutoa, basi wewe utatoka katika karanga. Nitumie mfano wa kawaida sana. Biashara dhamani, sisi watu wa Pwani, mtu ukimpa biashara haieleweki, yani ya kupata faida kufanyaje, ukimrudia mara ya pili huyu mtu anakwambia bwana, biashara tulofanya ni biashara ya ubuyu. Umenielewa vizuri? Yaani biashara ya ubuyu ilifanywa kuwa ni biashara ya kijinga na dhaifu. Muhindi akaja kwenye ubuyu huo huo akaweka ladha. Leo shekhe, ubuyu haushikiki wa 500 kama hivi. Kumbe ukiamini katika unachokifanya kwamba hichi kinaweza kukanisogeza, huhitaji kutumia nguvu sana. Mimi kwanza huwa naamini katika ninachokifanya. Mimi ndo nitakuwa mtu wa mwisho kama sio Magoli, kama sio mwenyekiti wangu wa klabu kwa maana ya Murtaza, umenielewa? Kama sio mwekezaji na watu wengine wote, mimi naamini Simba ni champion mimi wa ligi. Mpaka nukta ya mwisho kitapopigwa kipenga, sasa champion mwingine ndo nitakapoanza kujibu hizo hoja. Lakini kwa sasa imani yangu iko pale pale. Mechi 5 zinatengeneza pointi kama sikosei 10 na ngapi? Pointi 15 ni hatari sana. Tuna tofauti ya pointi 2. Hata kama tutafanana tunaambua kuna magoli. Mimi sasa imani yangu, uwezekano wa kudondosha kwa mtu ambaye yuko mbele yangu mimi kwangu ni mkubwa kuliko kitu kingine. Na niliwahi kusema hivi, watu wakutegemea akatema bungo kwa Dodoma. Umeelewa? Mimi naona anakwenda kutema bungo. Sasa huu mpira, mbona hata wewe Simba unapata changamoto, sio shida. Lakini mimi timu yangu ilivyo sasa ni kama maji brother. Hata hao wanaopata suruki ama chake kinakuwa kubwa. Huyu mkubwa mwenyewe alipopata sare alishangilia. Umeelewa? Sijui. Mimi nilifungwa na Azam wakati huo hatujulikani. Kusema hatujulikani, kweli tulipita hapa, wachezaji wetu walikuwa Mwanga uko fresh. Unaona bwana. Kwa hiyo mi bado imani ni ile ile kwamba Mwamba anakwenda kutema bungo, kwa sababu sio jambo kubwa. Yaani Simba sasa walivyo ni ngumu sana shekhe kuwazuia. Mimi nimewatazama sana. Nimetazama hata mechi ya juzi na Dodoma Jiji. Mavunda alikuwa anataka kulipa Fadhila. Lakini analaumiwa sana juu ya kile kilichokifanya mwanzo. Ngoma ikawa ngumu kweli kweli. Na sio hivyo, kama sio Mwenyezi Mungu, tuna yule golikipa vioja vyake, manuva yake yale, kwa sababu yule golikipa mimi ananitia mashaka sana. Ujanja. Yaani sioni sio sehemu ya magolikipa wale bora sana, ila naona ni sehemu ya magolikipa wajanja. Na ujanja ukistukiwa utakubaliana na mimi kuna siku, kwa sababu ukizungumzia dunia hii sionekana, watu wengi hawaisupport. Umenielewa? Sana sisi tuizungumzie kwa hekima. Kwa katika hili sina shida sana. Sasa tukirudi, mimi bwana Abdallah, mimi naamini Simba ni champion. Ni swala la wakati tu. Na kwa sababu sasa hizi kuna vitu vingi naona vinapungua. Yaani yale habari za kuoneshana vidole, sijui nani kafanya nini, sijui hivi kafanyaje, naona kama inapungua. Yaani kama waamuzi wanaanza kuwa favor kidogo, makosa hayawi mengi sana, umenielewa? Na hicho ndo nilichokisema siku moja, haki ikisimama unamkabidhi Simba kombe. Haki tu. Yaani usitafute kitu kingine chochote, wewe simamishe tu kwamba hii ndio imenyooka, basi utampa Simba kikombe. Kwa hiyo juu ya hizi alama 2 mimi naziona bado tunaweza tukazichukua sehemu, na tuna uhakika wa kuchukua bingwa katika pointi 15 ambazo zimebaki.